hii kesi ya hii Ngoswe sijui mimi nilijua ni hadithi tu, kumbe ni kitabu kabisa. Mpumbavu yule jamaa. Ukisema nimepitia tabu, mimi maisha yangu tu kabla kwenye muziki yalitosha kwa historia. Mimi nimeteswa sana mimi nilipokuwa mdogo. Na nani? Familia iliyonizunguka, yani jamii, kwa sababu tulikuwa maskini wale wa mwisho. Muziki wa taarabu kwa muda mrefu umekuwa ni sehemu ya burudani, lakini pia kuigusa jamii. Tukirejelea Bi Mtumwa maarufu Siti binti Saad aliwahi kuimba muziki wa kijiti akizungumzia namna watu wenye fedha walivyokuwa wanatumia fedha zao vibaya na kuwanyanyasa wanawake. Ilitokea mauaji ya mwanamama, alifanywa ukatili wa kingono mpaka kufariki dunia. Unaona taarabu ya sasa inagusa jamii kwa kiwango hicho? Inagusa, lakini kwa namna nyingine. Kwa sababu leo ukatoa ushahidi kama uwapo, manake tazameni alichofanya kijiti, kumchukua mgeni kumrudisha maiti, kenda naye Maguguni kamrudisha maiti, si mchezo. Alafu naambiwa mwisho wa siku anakuambia kijiti kafuka mto, mashahidi wamezama. Yani ni kwamba si kitu yani katoa ushahidi kabisa, lakini ule wimbo umeficha kitu. Lakini kuna mtu anajua, usikilizeni ule wimbo. Huyo kijiti ni mtu aliyefanya kitu fulani akaua, lakini watu kesi ile majaji maana inahusishwa mpaka serikali ile jambo kwamba walihusika uchawi, ushirikina. Manake kijiti kavuka mto, mashahidi wamezama. Wewe maajabu gani yametokea? Kwa hiyo imefanyika mambo, wametumika mpaka watu wapiga vihori vina vidau wameua watu kwa kesi ya mtu mwingine aliyeua watu, wasitoe ushahidi. Umeona? Kwa hiyo tunaweza sisi tunatengeneza kwa namna nyingine, lakini likitokea jambo kama hilo hapo kuzungumzia, unaweza kuzungumzia, lakini kwa dunia sasa hivi labda uzungumzie Kenya. Ukakae Kenya uje kuzungumzia hivyo kama unalo ushahidi wako. Maana kama unamsema mtu tajiri tu, wewe siku utashtukia umetoa kisu cha mbavu. Tajiri tu umseme, unafikiri hii nchi watu si wanakufanyia tu vitu vya ovyo? Utamjua nani kakufanya? Watu ni wengi sana sisi, hata ushahidi upatikane si leo. Kwa hiyo si jambo la kusema tunaweza kufanya tu ovyo ovyo. Tunataka utulie. Umewalea na kuwajenga wasanii wengi wa muziki wa taarabu. Nani hasa unajivunia, unasema hapa mimi nilipika chuma kweli kweli? Wengi wengi sana. Katika nilowalea na kuwakuza hadi wengi. Kuna Joha Kasim, kuna Zubeda Mlamali, kuna Moses Lema, kuna Fatuma Mcharuku, kuna Aisha Mashauzi, kuna Miriam Mwinjuma, kuna Amigo. Ni wengi. Kikosi wengi. Muhammad Ali mtoto pori. Ni wengi sana. Timu ya mpira na reserve. Ni wengi. Na kuna nyimbo zangu tu zipo ambazo wamepewa Maoma Nguli, ziko 60% ndio zinafanya vizuri. Nilowapa kina Hadija Yusuf, kina Bemwana Hawa, Sabah Salum Mchacho, Zura Shaban, wale Manguli. Si mchezo yani. Nimefanya kazi. Wanakukumbuka hao? Sina haja kukumbuka. Unaambiwa tenda wema onde zako. Unataka ukumbukwe na nani? Kweli hakuna haja ya kukumbukwa, na atakaye nikumbuka nikumbuke, nitafurahi, lakini sina haja ya kukumbukwa. Nimefanya sikutaka nimefanya sikuwa nimewasaidia, nimefanya kwa pati yangu na wao wamefanya. Na katika muziki wa taarabu tofauti kidogo, unapompa mtu wimbo anakuwa kama yeye wa kwake, wakati mmiliki ndo anakuwa aliyetunga ule wimbo. Kwa hiyo anakwenda anafanya show zake na hakupigia hata simu wewe kama
na akisikia wewe umepata hela kwenye ule wimbo atasema wa kwake vile vile. Unavyoona umeutendea vya kutosha, moyo wako unaridhika kwa ulioyafanya kwenye muziki wa nchi hii? Ya, mimi moyo wangu unaridhika kwa kweli. Nakula pensheni sasa, nakula pensheni, nategemea kutoa wimbo ambao au nyimbo ambazo zitakuwa na nasaha zaidi. Sasa hivi sitaki kutoa nyimbo tena zile za mpenzi wangu, zile nataka nizipumzishe na zile zibaki kama legacy. Alafu ni legacy ambayo ina wealth ya kutosha tu. Sasa nataka nitoe nyimbo za nasaha. Niimbe maisha, niimbe amani ya nchi, niimbe kuwanasihi wanaopenda nao wapende vipi. Yani nataka kuwa nifanye hivyo. Sitaki tena kwa yule mwanamuziki lazima nipambane. Yeah. Je, unahisi heshima yako, unapewa heshima unayostahili kwa mchango ambao umetoa kwenye tasnia ya muziki nchini? Sidhani kama hapa Tanzania kuna hicho kitu, mpaka uombe msaada, useme naomba serikali, naomba hivyo, na bado utasemwa wewe umekaa siku zote hizo umetumia hela zako hujajiwekea akiba. Lakini heshima tunaipata kwa sababu mtu akisha kukujua ni wewe, hata kama umekwenda una jambo lako, anakupa first priority. Ni jambo ambalo linasaidia kwa namna fulani, linasaidia. Kwa hiyo heshima ipo, japo kuna maeneo huwezi kuipata kwa sababu huhusiki, lakini kuna maeneo tunapata heshima yetu iko vizuri. Na kwa vile bado tuko kwenye game tunaonekana pia na tunapata heshima vizuri, lakini sio ile heshima mara nyingi tutakuja kuipata pengine baadaye sana. Huyu ndo aliyeimba huyu, wakati unaenda kusema meno hauna. Hata hiyo heshima ukiipata unaogei, utaipata tu vile tena. Ukute rais na yeye amependa huo muziki, akutoe kidogo, useme naenda kuoa mke mwingine afu unakufa. Mzee Yusuf, pengine unakutana na Mzee Yusuf yule wa miaka 22 wakati unaanza muziki huu, ungemwambia nini? Ningemwambia ukaze tu, usingeacha muziki kabisa. Ulikuwa usiache, usipumzike kabisa. Ungepumzika muda huu. Yeah. Mwaka 2017 ulipoamua kuacha muziki, kuna namna haikuwa sawa. Yeah, haikuwa sawa. Kwa nini? Sitaki kuzungumzia, lakini haikuwa sawa. Haikuwa sawa. Inaelezwa kuna wakati mwingine mafanikio huja na upweke, sababu wanasema ukiwa namba moja kule ndio namba moja upo mwenyewe, hizi mbili mnakuwa wawili watatu. Huu upweke wa kuwa namba moja pengine ulikufanya upoteze marafiki, watu unaowapenda na vitu kama hivyo? Yeah, ni kweli, kwa sababu wale wanaokuwa na wewe kule juu pia wanakuwa wananunuliwa. Inafika pale unaona kumbe hata hawanifai hawa, kwa unakuwa mwenyewe. Umeona, mimi nimekuja na gari mwenyewe kutoka Chanika, sina dereva, si kitu chepesi. Utatakiwa uwe na watu, unaweza kaanguka njiani, lakini sometimes bora uwe mwenyewe wa kuokote watu wasiokujua, kwa sababu ni identity. Mzee Yusuf huyu bwana, hata kama wataiba simu lakini watapigia simu Malkia oya yuko Muhimbili, watu nipeleka hospitali ndogo. Malkia Leila Rashid. Watampigia bwana. Wana Malkia. Mumeo yuko hospitali, nipeleke hospitali gani? Nipelekeni nani Aga Khan. Lakini kama hujulikane shehe, unaweza kupelekwa nani? Hospitali ambayo pengine hata huduma huwezi. Na huko Muhimbili unaweza ukafika kama hawakujui, lakini ukifika Muhimbili, bwana Mzee Yusuf huyu, huyo hela tatizo. Tundeni ataletwa hela sasa hivi hapa. Ngoja tupige simu. Kwa hiyo bora ukotwe na watu ambao kuliko wale watu wa karibu. Watu wa karibu ni watu wabaya sana. Ya unaweza kuwa naye karibu mmoja wawili basi, lakini ukiwa nao watano tu umeisha. Huyu Bi Malkia Leila Rashid, mkeo, ndio huyu kiboko yako au kuna mwingine? Ndio yeye. Hakuna mwingine? Ndio yeye.
Si nimezungumza, yani nimeshalishwa, nimezoea kulishwa. Kama kulishwa mimi ndo nishazoea. Na sasa ninanyonyeshwa, eti mtoto napewa ziwa. Umeona? Sasa hivi ninanyonyeshwa kabisa, ambapo sio lisilishwi. Na chakula mashatashata ananilisha. Nikiumwa hunipakata dawa ananinywesha. Bwana wewe. Nani anaweza kunipakata mimi sasa hivi? Kuna ile raha singoji kupewa. Ndo kule sasa. VIP. Nikila napepewa na mwili nasuguliwa. Sasa suguliwi tena, siku zinaramba kama ice cream. Bwana wewe, sasa hivi ananiramba kama koni. Ameacha kunisugua, sasa ananiramba kama koni hivyo. Kule nilikuwa nasuguliwa vitu vya pwani hivyo bwana. Barabara. Kutunga mpaka sometimes najiuliza mimi nimeandika mimi. Nimeandika mimi wimbo. I say. Bwana, kuna kijana ni kama vile anapita nyendo zako, kuna namna fulani katika uandishi. Anaitwa Bwana Yusuf Kirungi Mbosso. Mbosso Sema chapati za alizeti vina hivi bwana. Hivi mshakutana mkafikiria mtengeneza kitu? Tulizungumza muda fulani nyuma sana. Lakini sijui kukatokea nini, kwa sababu alitumia wimbo wangu ule hawana la kusema hawana. Alitumia, aliniambia naomba nitumie huu, alafu tutakaa chini tuzungumze. Aliimba nani, Rayvanny nadhani kipande. Wimbo aliimba yeye na Rayvanny. Na akaenda akaitumia, lakini hakuja na majibu yote. Alipotea tu hivi. Kwa hiyo sikuwa na fikra tena zingine za kusema nimtafuta. Mimi siwezi kutafuta, mimi vinakuja wenyewe. Sasa kabisa. Kiutu uzima pengine unaweza ukawa unamuelewa mzee Yusuf Mwinyi anamaanisha nini kwako, kijana mwenzangu, Bwana Yusuf Kirungi, Bwana Yusuf Kirungi Mbosso Khan, kwako ni juu yako kama utawiwa bwana kurejesha fadhila kwa kaka yako mzee Yusuf Mwinyi, itapendeza zaidi. Lakini vile vile mashabiki wako ama mashabiki wenu wangependa kuona kitu, kwa sababu nyinyi ni watu ambao ni kama vile mnashabihiana yale maneno, sio? Kabisa vitu ambavyo vinaenda. Asante sana kwa muda wako. Pengine ukifumba macho ukitazama miaka 10, 20, 50 ijayo mbele, ungependa kuiona wapi tasnia ya muziki wa taarab? Naona itakuwa iko juu sana, kwa sababu naona wakati huu imechangamka sana, na imechangamka kwenye mabaa huko nini. Itakuja kwenye digitali, itakuja. Mimi na imani itakuja taarabu kwenye digitali. Itakuja kwa sababu tunafikiria kupunguza zaidi muziki wetu. Shida ni kwamba mrefu, nakuta nyimbo ya Zuchu ndogo tu tata kamaliza dakika 3.5. Sasa mimi nikianza ile peke yake nakula sekunde 3. Sasa ni kuset vizuri, tuwe tunakwenda na dakika angalau 5. Sasa hivi tushuke mpaka 5, na imani tutakwenda kidigitali, tutasogea. Ndio nataka nifanye hicho kitu kwanza, alafu niwalete watu wa taarabu waikubali kubadilika, manyimbo kuandika. Unajua kuandika mashairi na wewe unatamani uandike, lakini unajua Bongo Flava hasa rap wanaandika shairi hata kama hapa, lakini linaimbwa ndani ya dakika 2 tu. Kamaliza pande hili, kamaliza sekunde 4, 5, 10, 15, 20 hivyo. Kwa hiyo ni setup ya kutengeneza nyimbo, nitengeneze vipi na nini, kwa sababu wimbo wangu simuona na dakika ngapi? 8 na kitu, sekunde 16, 8 na sekunde. Kwa hiyo nataka kushuka 3 hizo nizitoe zote, maana hizi 3 zilikuwa kwenye sebene ile katika kucheza. Naona haya, nasema hata kama tutazikata kwa version A, B, C, utasikiza hii, halafu utasikiza hii 3, 2 na nusu, 2 na nusu,
Kwa hiyo kuna kitu tutapata. Yeah. Kuna watu amenitumia message anauliza, muulize mfalme hapa. Ile mfalme walala pana silali, mbona kulala? Mbona kulala? Silala na utia kasi. Tutazungumza out of camera. Nitakwambia hiyo story ilivyo, sawa, utajua utaizungumzaje. Sawa. Bwana, vipi tasnia hii ya uigizaji? Ulikuwa unaingia unatoka, unaingia unatoka? Naingia rasmi. Yeah. Naingia rasmi na nitakuwa na jina special la hivyo, na nimechukua karakta maalum. Kwa hiyo ni namseti mke wangu akubali, nataka niigize naye yeye kama mke, kwa sababu kuna maeneo nitampiga mwili, nitampiga. Sasa sitaki kumpiga mtoto wa mtu, shubha. Nataka nimpige mke wangu mwenyewe. Akikubali tutaifanya, nitafanya kama, yani nataka nifanye mtu mmoja akiwa hajalewa anakuwa mtu kama huyo duniani hakuna. Lakini akilewa tu huyo mtu simpe hata kwa hiyo sasa mimi na mke wangu tutafanya vitu, kwa maana kwanza kabisa atanituma sokoni wakati nimefungiwa kama miezi 3 sijatoka nje, hakuna kulewa. Sasa ndio nakukanua viungo hivi, nenda sasa kitachotokea huko. Au itakuwa hiyo character jina Amada nini? Utaliona tu. Hasa yule Amada ni mlevi. Amada ni mlevi. Sasa umesema yule Amada ni mlevi, yani Amada mwisho. Amada alikuwa hatari huyo. Yani wanavyosema mama yangu wananihadisia Amada, bibi yangu wanasema Amada yeye ilikuwa asubuhi akiwa hajalewa hataki hata kukutana na mtu. Akishalewa na mnakaa mnazungumza. Lakini kama mnakaa nyumba moja anainama hivi hataki umuone. Anakwenda kunywa kwanza afu ndo anarudi. Sasa huyo alikuwa mtu salama. Na akilewa anacheza Amada umelewa. Amada ile Amada umelewa yeye mwenyewe ndo alitunga ile nyimbo ile. Bwana wewe. Amada anaimba. Bado yupo? Amefariki, mzee, ni mtu mkubwa sana. Ule kumbe kionjo chake kile. Kionjo chake kile. Wanamwimbia watu Amada umelewa. Amada umelewa, anacheza. Anasema alikuwa anacheza huyo hatari. Yaani watu wakilewa huyo wana furaha mtamu. Ufikiri kufanya cover ma remix ule wimbo? Kwa sababu ni vijana wangu wale, offside trick. Ni vijana wangu. Tuna fikra na kufanya cover vitu vingi. Sasa hivi si AI. Tutakuwa moto. Kuna mingoma inakuja. Nimeimba maghani ya ajabu, nimeimba mapenzi. Alafu wale AI utafikiri mimi ni baba yangu. Nikilitia lile sauti tu. Vitu vinavyokuja mpaka nilikuwa na sauti jana. Amefanya ngoma moja nikaimba Bablum anaitwa babu wa TikTok. Yule bwana nimeimba katoa, anambia mzee itoe, basi itoe, sitake bado hiyo. Unajua sana. No, kwanza kile mimi nimeimba kavu. Tukasema weka udi, weka violin, weka sijui nini, weka vile vitu kilichotoka mle. Mama utasema orchestra imepiga taarabu asilia imeleta pale. Nimeimba humo. Huamini. Au nimesifia wali tu. Wali tu. Mpunga. Wali tu. Bwana. Kwa sifa ya wali ilivyo, kama wali mtamu na muhogo vile vile. Hiyo tusubiri na tuone. Hata sijui kama nitaitoa gani, idea tu imekuja. So nitatazama kama inafaa title. Kuna albata tubetia fil mashi. Bata hii ni misemo ya Kiarabu. Darasa la 4 nimesoma hiyo. Albata batiat fil mashi. Bata ni mtaratibu katika mwendo. Bata hana mbio bata. Alfarash tatwiri biajnihitaiha. Kipepeo huruka na mbawa zake. Hivi ulipitaje pale? Albatat batiat fil mashi. Ananivutia mwendo. Sasa sikusema ananivutia mash. Sasa ningesema fil mash katika mwendo. Anapotembea kwake albatatu batiatu fil mash. Tunasema vile albatatu
Ni Kiarabu. Madrasa hiyo. Kiarabu skuli. Skuli. Somo la Kiarabu. Ni skuli tu tulikuwa tunasoma. Al-farash biyajnihitayha. Al-farash tatwir biyajnihitayha. Al-farash ni kipepeo. Tatwir kuruka. Tunasoma tangu darasa la kwanza. Alifun baun ta. Kila moja alifu be te se. Mwingine anasema alifu awali ya mapenzi be baina mimi na wewe te tabani sijue se tulia. Kuna ile kwenye mada Bi Kidude amepita nayo ile ya leli zile ya leli akaimba Kiarabu kile. Ya leli zile ya leli ukimba ya leli zamani ilikuwa kama uimbe Kiarabu mfano. Unaweza ukapita kidogo moyo. Unapita sitaki kupita hapana. Mzee. Sasa hivi unaimba ya leli kwa Kiswahili pia. Zamani ilikuwa ya leli bana nasema ya leli kughani. Lazima umbe yani ufuate zile lugha Kiarabu. Sasa hivi unaweza ukasema tu kwa neno la Kiswahili ukasema miwani yako mizuri ya unavyocheka nako tabasamu lako lani. Yani hivyo ndio sasa sisi tunatongozea zile. Yani ukimpiga mtu pale achomoki. Ukigeuka mimi huyo. Zile mnazitia mle kwenye kazi. Hatari. Sasa hivi si hamna ya leli. Sahihi. Bwana, umekuwa ni wakati mwema kabisa. Mimi binafsi hata sitamani kuwaaga kusema ukweli kwa sababu ya raha ambazo tumekuwa tukipitia. Wanasema ukicheka unaongeza siku. Mimi binafsi hapa bila shaka nimeongeza sekunde. Na mimi nimeongeza pia. Maana mchekeshaji pia huongeza. Nasema alhamdulillah. Alhamdulillah. Asante sana bwana. Pengine una ujumbe gani kabla hatujahitimisha? Jumbe nyingi zimo katika hiyo maneno. Jumbe nyingi, na ujumbe ni kwamba unachotaka kusolve jifundishe ili ukisolve vizuri. Chochote kile. Ukitaka sanaa ya kuigiza soma. Ukitaka kuimba soma. Ili uimbe vizuri na ufanye vizuri. Mzee Yusuf, umezungumzia sasa hivi unaenda kujikita kwenye muziki wenye maudhui ya kujenga zaidi, masuala ya amani, uzalendo, kuchapa kazi, elimu na vitu kama hivyo. Ili eneo la amani hili, unafikiri ni umuhimu kiwango gani kutunza amani, na hasa sisi tuliobarikiwa kuona muungano huu wa kihistoria, muungano mzuri sana wa Tanganyika na Unguja kupata Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama tulivyoasisiwa na wazee wetu? Kwanza, amani ina pande mbili kuu. Halafu hiyo amani ina matawi mengi sana. Amani ipo mpaka kwenye kula chakula. Ukila kwa amani hutokunywa maji. Chakula itonge ukipiga vizuri. Ukala wewe maji utakunywa kidogo sana. Lakini ukiwa huna amani kwenye chakula kile, haukili utakunywa maji kila wakati. Umeelewa? Sawa sawa. Amani kwenye maisha yetu. Bila amani sidhani kama mimi ningefika hapa. Huu muziki wangu kufika hapa ulipo, amani imesaidia. Kwa hiyo naijua amani. Ndio maana nataka nielezee kwa ufundi kabisa amani, kwa utaalamu kabisa amani, kwa ushairi ambao wao wenyewe wakisikia washangae, kumbe hii pia ni amani. Amani mpaka uendeshaji wa gari yako. Ukiendesha kwa amani hakutakuwa na ajali barabarani. Manake kuna zile ajali ambazo unaweza ukafunga breki wewe, zitakuwa yani iwepo sasa ile neno ajali, lakini sio kwa sababu fulani alikuwa mwendo kasi akaharibu amani. Sasa ukiwa na mwendo kasi bana. Kwa hiyo amani ipo katika kila sehemu tunayoishi nayo. Kwa hiyo bila amani kwa namna yoyote, kusema neno tu baya,
kumtamkia mwenzio akasirike ni kuvunja amani. Kusema neno tu kwamba mimi nitapanda juu lile gorofa nitajiachia, ushavunja amani. Maana wale watu watoka pale kama wanatafuta riski watakuwa hawakai tena, watakuwa wana wasiwasi. Kwa hiyo amani inapokosekana inapatikana wasiwasi, amani inapokosekana inapatikana tafrani. Kwa hiyo ili tuwe na amani lazima hivi vitu vinaleta sintofahamu ya aina yoyote tuache, kwa namna yoyote tuviache. Manake amani hata kwa mke na mume, kama mke hajakupokea vizuri ndani, ukafika pale umeenda we mpole, uweka yapo, unakosa amani. Lakini ukifika pale wewe mwenyewe ulifika pale, wewe mwanamke mkorofi sana, ushaharibu amani. Lakini mmefika pale, mmekumbatiana, mmecheka, mmezungumza ndani ya amani. Kwa hiyo amani ina vipengele vingi, ina matawi mengi kweli, naweza kuizungumza kwa kila njia amani. Tena na wakaielewa kuanzia ngazi ya chini mpaka ngazi ya taifa. Kabisa. Julai 4 mpaka Julai 7 Tanzania anaenda kuwa mwenyeji wa kongamano la pili la kimataifa la lugha ya Kiswahili litakalofanyika pale Paris, Ufaransa, makao makuu ya UNESCO. Wewe ni mdau wa lugha ya Kiswahili, umekuwa ukitumia lugha ya Kiswahili kama nyenzo ya kukitangaza, kuikuza na kueneza lugha ya Kiswahili. Pengine kongamano hili nadhani linakuwa na tija gani hasa, na kwa namna gani inaenda kutangaza utamaduni wetu wa Kiswahili duniani? Kinapokwenda Kiswahili duniani, maana yake tutapata kutambuana haraka na kuelewana haraka, pia kwa uzuri. Maana yake sio haraka tu, na pia utamtambua, mtaelewana vizuri. Unapeleka pahali ambapo hawazungumzi lugha yenu, alafu kikachaguliwa Kiswahili ndio kikatambulishwe pale, hii ni faida kubwa sana. Kuna leo na kesho, baada ya miaka kadhaa, maana unaweza kufika Ufaransa, asalamu alaykum, wa alaykum salam, habari zenu bwana, salama bwana, mzima, mko vizuri, baada ya kusema bonjour, ça va bien, hakutakuwa na hiyo. Maana wewe unataka ukifika mgeni unazungumza Kiswahili, maana yake itakuwa sehemu ambayo ina amani, maana Kiswahili pia kina amani. Sawa sawa, hii lugha ilivyo tamu ina amani, kwa hiyo inapelekwa amani ya Kiswahili huko. Naam. Watanzania tumetangaziwa fursa ya kuwa mwenyeji wa michuano ya mataifa Afrika AFCON mwakani 2027. Yeah. Pengine kwa nafasi yako, vipi unaitazama hii kama fursa, na wito wako ni upi sasa kukaribisha wageni wa mataifa mbalimbali kujumuika katika ardhi hii ya amani, kisiwa hiki cha amani? Kwanza ni vipi tutawapokea wageni wetu, utaratibu wetu, tutawaibia kama walivyoibia Marekani, ama sisi tutawapokelea mizigo yao tuwatilie ndani vyumbani mwao? Kwa hiyo kwanza sisi tuwe tofauti, tuwaoneshe sisi ni Watanzania, na sisi ndio wenye tamaduni za kupokea wageni, na wakifika mgeni hapa hatamani kurudi. Maana ukifika hapa mgeni, shati lako likiwa chafu tutakunyoshea sisi, tutakutilia na sabuni liwe safi ili uendelee na shughuli zako. Kwa hiyo lazima kumuonesha kama sisi ndio wakarimu, na sisi ndio tumehitimu ukarimu, na sisi ndio kwetu upo ukarimu. Kwa hiyo ukarimu wetu tuwaoneshe wageni wetu, ili hii AFCON watakaoondoka hapa wakaseme tumekwenda kwenye AFCON lakini tumepata ukarimu zaidi ya hiyo AFCON. Naam. Nakushukuru sana. Pengine tutarajie vibao zaidi sana. Yeah, tarajie ni vitu vizuri, na usababu nakwambia tena, mimi nikijifungia studio siku 4, studio asubuhi jioni, natoka na nyimbo 40. AI inatoa nyimbo ndani ya sekunde 10. Mimi si na nimeimba. Si wasema wamnavyonisa kama hata nikikupuzeni, nikiitia tu natoka na muziki wake. Bwana, si mchezo.
Watunzi tunanyang'anywa kazi na AI. Asante sana. Nakushukuru sana kwa muda. Asante sana. Elimu umekuwa ni msisitizo mkubwa kwa mzee Yusuf Mwinyi. Ametupitisha katika darasa, uzoefu wake wa zaidi ya miaka 22 katika tasnia ya muziki wa taarab umekuwa ni darasa tosha kwako wewe unayetamani, unayependa kuwa mwanamuziki, kwako kijana, kwako Mtanzania. Ilikuwa ni darasa la maisha. Unajua umuhimu wa elimu, lakini vile vile jambo likishapita limepita, muhimu kuganga yajayo, usibaki na vitu moyoni. Aliwahi kusema Farid Kubanda, Fid Q, chuki siku zote humchoma anayehifadhi. Jina langu Ismail Kawambwa, kwa niaba ya crew nzima ya Daily News Digital nasema kwa heri. Tulikuwa na Frank Buliro, Samuel Swai na Brigita Masaki. Asante sana mzee Yusuf. Asante sana.